Peni sehemu ya 44 msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na simulizi yetu nzuri kabisa ya Hamza, na tulipoishia ni pale ambapo Himidu amekwenda kuzungumza na familia ya kina Herbert mara baada ya Herbert kuuawa na Hamza. Kwa hiyo Himidu ilibidi aende kule kuzungumza na akina mzee Alfred pamoja na mzee Kijazi. Kwa sasa japo walisikitishwa na kuuliwa kwa mtoto wao, lakini kwa namna moja ama nyingine ni kama wata make revenge. Kwa hiyo kipi ambacho kitaendelea, lakini hamu yetu kubwa ni kufahamu ni yapi ambayo yataendelea jijini Dar es Salaam, kwa sababu tukikumbuka Yulia alisema ya kwamba yani kwa haya yaliyotokea alimwambia Hamza ya kwamba yani kitendo cha kumuua Herbert, familia yako huko Dar inaweza kawa kwenye hatari sana, na tunafahamu ya kwamba kuna vichwa viwili vimeshaingia Dar es Salaam. Tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbas. Asa siku 3 baada ya mapambano na sherehe kuisha, Hamza kwa mara nyingine aliweza kurudi mjini akiwa na amani kabisa. Baada ya kupokea habari kutoka kwa kijana wake ambaye ni Afande Himidu kwamba familia ya Kijazi wamesitisha kisasi chao kwa muda, hii ilimpa utulivu wa akili Hamza. Kubwa zaidi, Himidu pia aliwasilisha pendekezo la Hamza la kuweza kushughulishwa katika masuala ya sayansi ya tiba na biolojia kupitia ethics pamoja na teknolojia ya lugha. Kwa hiyo pendekezo hilo lilikaliwa kitako na kujadiliwa na makubaliano yangeamliwa, lakini Hamza alipewa tahadhari kwamba haitakuwa bure. Hamza hakujali sana gharama ya aina gani atakayolipia. Mpango wake ulikuwa ni kukubali dili hilo, kwani kulikuwa na kila hisia kwamba pengine kuna uwezekano wa mambo yote yanayoendelea kutokea, kama vile swala la kupata zile fuele na kupambana na yale masanamu, vile vile swala la ethics na ndoto zake yana muunganiko na mtu anayemtafuta, yani mzee. Aliamini pengine katika ethics pia angeweza kupata teknolojia kubwa ya lugha na kutafasiri vitu ambavyo Dr. Genesha amemhusisha navyo. Hamza mara baada ya kushuka kwenye boti, wanajeshi walimsindikiza mpaka nje, lakini yeye mwenyewe alikataa wasimpeleke mpaka nyumbani kwake. Alichukua usafiri uliompeleka moja kwa moja nyumbani, ambapo Regina hakuwa amesafiri bado kwenda Ulaya kwa sababu Hamza alipata majukumu mengine, hivyo ni kama alimsubiria. Sasa Hamza baada ya kufika nyumbani, alijua fika hawezi kumkuta Regi, maana ilikuwa ni siku ya kazi na ni mapema sana. Mara baada ya kuingia ndani ya nyumba, alipokelewa na shangazi ambaye alikuwa bize akiangalia marudio ya tamthilia. Shangazi akasema, "Oh Hamza, karibu, hatimaye umerudi." "Shangazi, unaonekana kuwa na furaha sana kurudi kwangu. Kwani nimekaa sana?" Baada ya Hamza kuongea hivyo, shangazi akasema, "Kurudi kwako ndio kupunguza wasiwasi wangu. Hujui tu yani, lakini Regi tangu juzi amekunja sura na kanuna siku nzima. Nimemuuliza nini tatizo lakini haongei. Asubuhi ya leo hata nikifungua kinywa yani hajajishughulisha nacho. Na alienda kazini hivyo hivyo. Kwa mimi nipo hapa najiuliza au kuna kitu kilichotokea baina yako na mkeo?" Hamza akasema, "Hapana shangazi, tangu tuachane nje ya kampuni mimi sijawasiliana naye kabisa." Shangazi akasema, "Au amenuna kwa sababu hujampigia simu?" Aliuliza shangazi na kufanya Hamza kuona pengine inawezekana. Isitoshe wakati alipokuwa kisiwani, alikuwa busy mno na Yulia pamoja na wanajeshi. Kunywa na kujivinjari na kumsahau kabisa Regi aliyemwacha nyumbani. Sasa kuta Regi mwenyewe na nguvu alionayo kuta na yeye kashajua Hamza huko kisiwani kashapasua nazi. Kwa hiyo Hamza akasema kwamba shangazi, ngoja baadaye nitamwandalia chakula kitamu ili akirudi nimbembeleze. Anaongeva Hamza na shangazi aliona ni sahihi kabisa. Hivyo baada ya kumaliza kuangalia tamthilia, alimsaidia Hamza kumpa mapendekezo ya vyakula ambavyo Regina anapendelea. Saa 12:30 hivi ilifika, lakini Regi bado hakuwa amerudi. Shangazi aliona afadhali ampigie simu amuulize anarudi saa ngapi, lakini jibu alilolipata lilimshangaza sana. Shangazi akasema, "Hautorudi mapema? Na utakula huko huko? Sasa Hamza amerudi na amekuandalia chakula kitamu." "Oh, kumbe ni yule mwanaume wa jana." Basi sawa sawa, hamna shida. Haya, kuwa makini."
Kwa anaongea hivyo shangazi na kisha akakata simu. Hamza akauliza shangazi, Regina anasemaje? Shangazi akasema, anasema hatarudi mapema hivyo tusimhesabu kwenye chakula cha usiku. Ana marafiki wake wa chuo, anasema wanakutana. Hajibu shangazi huku akiwa na muonekano usioelezeka. Sasa Hamza kwa wasiwasi akasema, unamaanisha nini? Yani ina maana hata jana hakurudi? Shangazi akasema jana alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa akimchukulia kama kaka kipindi akiwa chuoni. Jana Fabi ndiye aliyemrudisha Regina nyumbani maana alikuwa kidogo amelewa. Alivyoongea shangazi, Hamza alijua ni nani anayezungumziwa. Sasa Hamza akaanza ya kwamba huyu mshenzi ananitafuta anathubutu vipi kujenga ukaribu na mke wangu? Aliweza Hamza huku sasa kunja sura. Nadhani tunamkumbuka wote Fabi. Na kwenye simulizi ya Reji alipokuwa anamsimulia Hamza kwamba je, alishawahi kupendana na mtu yoyote nini? Reji alimwambiaga ndo huyo, lakini alikuwa anamchukua tu kama siji kaka, lakini baadaye akarudishwa chuoni, yani jeshini. Kwa hiyo sasa Hamza moja kwa moja anamhesabu huyo Fabi ni kama alikuwa anamfukuzia Reji. Kwa hiyo karibu wote unaweza kumfanya Reji akaingia mkenge. Kwa sasa kilichomfanya achukie zaidi Hamza ni pale aliposikia jana Regina airudishwa na Fabian. Hamza kwa haraka akasema, shangazi, unajua ni sehemu gani wanaenda? Shangazi akasema, unataka kufanya nini Hamza? Regina sio mtu wa kurupuka bana. Mimi na hakika ameona tu aibu ya kumkatalia. Afistoshe Fabian pia sio mtu mbaya. Ndiye aliyekuwa karibu na Regina wakati wake wa chuo. Shangazi akasema, hiyo ilikuwa ni wakati alipokuwa mwanachuo. Lakini kwa sasa hivi amekwisha kuwa mke wangu. Hawezi kutana tu na watu bwana, hususan wa kiume bila mimi kujua. Anaongea Hamza kwa msisitizo. Na bila kujiuliza mara mbili, alitoka nje kwa hasira. Hamza alijiambia kuwa hata kama shangazi ajue wapi Regina anakutana na huyo Fabian, yeye atampata tu. Shangazi alishia kuangalia chakula kilichoandaliwa mezani huku akiona masikitiko kwa jinsi Hamza alivyokuwa akitokomea nje. Sasa downtown ndani ya jiji la Mzizima unapatikana mgawa maarufu wa Jacaranda. Ulikuwa ni mgawa wa Kifaransa ambao wateja wake ni wale wa miadi pekee. Na gharama ya chini kwa mtu mmoja kupata huduma ni 300,000. Na hapo huenda usile kabisa chakula, ukaishia kunywa juice tu. Wahudumu wote wa mgawa huo walikuwa ni raia wa kigeni na ambao wamesomea kabisa kazi hiyo na kuwa na uwezo wa kuongea lugha ya Kifaransa. Eneo la maegesho nje ya mgawa huo kulikuwa na kuna sehemu 50 tu za kuegesha magari. Na karibu yote aliyosimama hapo alikuwa ni ya thamani ya kiasi cha kama milioni 100 hivi za Kitanzania na kusonga mbele. Kwa hiyo hakukuwa na gari la chini ya milioni 100. Kwa kuna Lamborghini, Ferrari, magari mengine tu. Katika eneo hilo la maegesho alionekana mwanaume mrefu aliyevalia suti ya rangi nyeupe pamoja na tai ya rangi nyekundu. Alikuwa ni mtanashati mwenye mwili uliojengeka kimazoezi na kila dakika alikuwa akiangalia saa yake ya mkononi ya Rolex, akionekana dhahiri kabisa kwamba kuna mtu anamsubiria. Nyuma yake walikuwa wamesimama mabodyguard wawili ambao wamevaa suti nyeusi. Sasa hazikupita hata dakika nyingi, gari ya kifahari iliingia ndani ya eneo hilo. Ilikuwa ni ya rangi nyeusi metallic yenye umbo la kuvutia mno, huku sasa tairi zake zikiwa zimenakishiwa na madini ya dhahabu. Yaani ngurumo tu ya injini yake ilitosha kuitambulisha kuwa ni gari kali zaidi ya mengi yaliyokuwepo katika eneo hilo la maegesho. So baada ya gari hiyo kuegeshwa, mwanamke mrembo sana mwenye nywele ndefu za kujiachia alishuka. Alikuwa amevalia koti la Kemcar de Frock, koti refu lenye vifungo vipana. Huku sasa mkononi akiwa ameshikilia mkoba wenye mkanda wa platinum. Dakika ambapo mwanaume alimuona huyu mwanamke, kivuli cha utu wake kilimfanya macho yake kuchanua. Akimeza mate mengi na kupata hisia za furaha za kumpokea mwanamke mrembo kama huyo. Regina, atima umefika. Anaongea yule mwanaume kwa tabasamu. Regi, mwanamke mrembo, alimwangalia mwanaume huyo na kisha bila kubadili muonekano alitengesha kichwa. Senior, mbona kama hapo mwenyewe wenzetu wako wapi? Wamenitaarifu hapo busy na hawataweza kufika, lakini hakuna kilichoharibika. Nimeweka miadi ya nafasi 4, lakini sio mbaya, zikiwa bure zitatusindikiza tu. Anaongea kwa tabasamu. Regina alishakukunja sura na kidogo alionekana kutokufurahia. Hakuwa mjinga. Ilikuwa wazi kabisa kwamba Fabian hakumwalika yeyote bali alitumia janja ili tu kula naye chakula cha usiku.
lakini kwa sababu alikwisha fika, aliona haitakuwa vizuri kugeuza na kuondoka. Sasa Reggie alishazoea tabia za watu wengi, hivyo alikuwa vizuri kujizuia. Alijiambia kwamba wakati mwingine ni vyema kuvumilia kidogo jambo kama lilivyo na litapita. Okay, sasa basi tunaweza kuingia, aliongea. Na pale Fabi alijiongeza na kumsogelea Regina. Alimsogelea ni karibu, huku sasa akimpa ishara ya kumpatia mkoba wake. Senior, unataka kufanya nini? Nilitaka tu kusaidia kubeba mkoba wako, aliongea Fabian kwa kujiamini bila hata kubadili sauti yake. Haina haja, nitabeba tu. Regina, hujabadilika kabisa yani. Unapenda sana kujitegemea kwenye mambo mengi. Mimi sidhani ndio maana kulikuwa na wanaume wengi waliokuwa wakikufukuzia, lakini hakuna hata mmoja aliyefanikiwa, aliongea Fabian kwa sauti ya utani. Sasa muda huo ile hao waliingia ndani ya mgahawa, huku sasa Fabian akiwapa ishara wale mabodyguard kuhakikisha hakuna mtu mwingine kuingia. Fabian, wewe ni mwanajeshi, kuna haja ya kuwa na mabodyguard? Huwa muda mwingine inachosha kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Sijawachukua kwa ajili ya kunilinda, ila kuzuia usumbufu tu. Alafu sio mimi niliowaleta, ni master wangu. Master wako? Ndio. Namaanisha mwalimu wangu wa kambi, ni kamanda kiongozi wa kambi ya mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, aliongea huku akimwangalia Regina kuona mabadiliko yake. Reggie hakufuatilia sana kuhusu hilo, zaidi tu kupepesa macho yake mazuri. Fabian aliona kabisa Reggie hakuwa na hisia zozote juu yake, hivyo alishia kutotoa tabasamu tu na kubadili topic. Na katika eneo hili unajua ni mara nyingi wewe ndio inabidi uanzishe tu mada mwenzako aitikie. Yaani ukishaona mtu hana hisia na wewe, utaongea tu anaitikia. Na hivyo ipo hata kwa wapenzi ambao wanazungumza kupitia simu. Utasikia tu niambia. Yaani wewe ndio unayeanzisha tu mada. Ndivyo hali ilivyokuwa hapa. Regina, hivi ile gari uliyokuja nayo ni ya kwako? Ndio. Niliona jana kuiendesha bwana, aliongea. Na muda huo sasa wote kwa pamoja walikuwa wameshafika katika siti zao na ukaa chini. Kwa sababu jana ndio ulirudisha nyumbani, ile Maserati tuliacha pale hotelini na sikutuma mtu kuchukua, ndio maana nimekuja na lingine. Wewe kweli ni miliki wa kampuni ya Dawson bwana. Ile gari ni nzuri sana, nimeipenda na napanga kuinunua. Kuhusu ile gari sini hawezi kuinunua. Kwa nini bwana? Unadhani siwezi kuwa na hela ya kuinunua? Japokuwa ni kweli mimi siwezi kulingana na wewe kwenye swala la hela, lakini familia yangu haipo vibaya kiuchumi. Ile gari imetengenezwa kwa oda maalum na mpaka sasa yapo matatu tu duniani. Nilipewa kama zawadi na Prince wa Oman. Nilimkatalia kuipokea, lakini akanigomea kwamba haipokei. Kwa nilichokifanya, nikamuingizia dola milioni 4 tu kwenye akaunti yake na ikaishia hapo. Labda mtu awe tayari kukupatia kwa hiari yake, vinginevyo huwezi kuinunua hata kama una hela. Dola milioni 4? Yeah. Thamani yake kawaida ni milioni 3.5. Mimi nilimpatia 4 kwa sababu sikutaka kuwa na deni la fadhila kutoka kwake. Ndio maana nikaongeza hela ya ziada, aliongea Reggie na kumfanya Fabian kuona pumzi anayovuta ina ubaridi sana. Alishakumwangalia Regina na muonekano usioelezeka. Wewe chukua tu dola milioni, chukua tu msikilizaji, milioni 1 mara 2000 kama 500 hivi za Tanzania, ama 2600. Ndio utaona pesa anayozungumzia Reggie. Basi ijapokuwa alijua tokea mwanzo Reggie ni tajiri, lakini kitendo cha kutokujua muundo wa gari ile kilimfanya onekane kama mshamba tu. Lakini sasa hata hivyo swala hilo halikumfanya Fabian kukosa kujiamini. Badala yake ilimpa nguvu ya kimatamanio zaidi juu ya Reggie. Istoshe mpaka mwanamfalme wa Oman kutaka kumuhonga Regina hiyo gari, maana yake akuwa mwanamke wa kawaida. Pale alijiambia lazima amfanye mrembo huyo kuwa wake kwa namna yote ile. Yaani kapo iliyokutana ya Reggie na Hamza. Wanawake, mwanamke yoyote mwenye hadhi yake anampenda Hamza. Na wanaume wenye hadhi yao hapa duniani wanampenda Reggie. Sasa kila mtu lazima awe na wivu na mwenzie. Hamza ndo maana ana wivu na Reggie vibaya mno. Lakini pia anapozidiwa Hamza na Regina, ni Reggie kutumia akili vibaya sana baada ya kumruhusu Hamza afanye chochote, hata wanawake wake tu. Sasa najiuliza, na maana ili mtu alina wivu na mimi ama? Hiyo inauma sana msikilizaji. Maana kama Reggie angeamua kumfuatilia Hamza. Kwa hiyo Reggie akasema, "Senior, mbona utoi oda zetu?"
aliuliza Regina. Alikuwa amekosa uvumilivu na alitaka kula haraka haraka na kisha ondoke. Sasa Fabi alijikuta akianza kubabaika na pale pale aligeuka na kumuita mhudumu. Sasa ili kujichukulia pointi kadhaa, aliamua kutumia lugha ya Kifaransa. Kitendo cha Reggie kusikia Fabi anakizungumza Kifaransa kilimfanya akumbuke sura ya Hamza. Hii ndio raha sasa ya kupenda mtu. Yaani zuri lolote ambalo unaliona kwa mtu mwingine lazima umkumbuke mpenzi wako. Hivyo sio tena umpe wadhifa huyo mtu mwingine, no. Ukiona kiatu kizuri, kumbuka kiatu cha mpenzi wako. Ukiona nguo nzuri ya mtu, kumbuka nguo nzuri ya mpenzi wako. Hapa Reggie ndipo anapomzidia Hamza vibaya mno. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Fabian aliongea na kufananisha na Hamza, upande wa Fabian alikuwa ni kama mwanafunzi wa primary anayeanza kujifunza Kiingereza. Alikumbuka siku ya pili aliyoonana na Hamza ilikuwa ni kwenda kumtambulisha kwa baba yake, na namna alivyoongea Kifaransa ilimfanya kuona kama ni tukio la jana licha ya mgawa kuwa tofauti. Alianza kukumbuka namna mwanaume anaweza kuongea lugha ya Kifaransa kama mzawa, kuigiza maisha ya kimaskini kwa kupanga chumba Uswazi, akiigiza kuwa mwanafunzi wa chuo, akiigiza kuwa fundi. Sio hivyo tu, alikumbuka namna alivyobeza mavazi yake na kibaskeli chake, na mwisho wa siku aliumbuka Reggie mwenyewe. Lakini licha ya kwamba Hamza alikuwa na mengi ya kumfanya akili yake kumfikiria sana, bado hakupendezwa kabisa na matendo yake. Katika siku mbili hizo alikuwa na mawazo mengi ambayo msababishaji mkuu alikuwa ni Hamza. Baada ya wawili hao kuagiza chakula, waliendelea kuongea story nyingine tu, lakini ajabu Reggie ni kama akili yake haikuwepo hapo. Kwani namna ambavyo story za Fabian, yani namna ambavyo zilikuwa zinamboa, ndivyo alivyoendelea kukumbuka ucheshi na utani wa Hamza. Hamza na mapungufu yake, lakini pia kuna namna fulani ni la muhimu. Kwa hiyo muda ambao chakula kilikuwa kikiandaliwa ili kuwekwa mezani, meneja wa mgawa huo alisogea haraka katika meza yao. Meneja huyo pia alikuwa ni mzungu. Sasa akasema, "Sir, may I ask if the two black-clothed gentlemen outside are your bodyguard?" Fabian akasema, "Yes, why?" Yule mzungu akasema, "They're having an argument with their gentlemen. Would you like to take a look?" Aliongea kimaanisha kwamba bodyguard hao wapo kwenye mzozo na mwanamume, yani kwenye mzozo na mwanamume mmoja hivi, kama vipi akaangalie. Sasa Fabi huko akisimama akasema, "Oh Regina, hebu nisubiri nakuja." Sasa Regina akasema, "Hapana, nitaenda na mimi kuona kinachoendelea." Regina aliongea hivyo Regina, na kisha alichukua mkoba wake na kusimama. Upande wa nje, mwanamume ambaye meneja alimsemea anasumbuana na mabodyguard. Unadhani nani msikilizaji tofauti na Hamza? Hamza mara baada ya kufika hapo na kuona gari ya Reggie, aliona ngoja ingie ili akaonane naye. Lakini mara baada ya kujitambulisha kwa bodyguard hao walimzuia. Hamza aliwaambia kwa kuwabembeleza, "Jamani, yupo hapo kuonana na mke wake." Lakini wale bodyguard walijua bosi wao kachukua mali ya mtu. Hivyo waliamua kumlinda. Wakasema kwamba mkeo yupo huko ndani bwana. Waliongea na hapo sasa mzozo ndio uliibuka. Kwa sababu ilikuwa ni eneo la kati ya mji na watu wengi walikuwepo, Hamza hakutaka kuleta vurugu. Alikuwa ni mpole. Alikuwa ni mpole tu kabisa yani. Kwa sababu akisema awafurumue hao mabodyguard, tena mke wake humo ndani afu anamzuia. Lakini ubisho wa bodyguard hao ulimfanya kuanza kukosa uvumilivu sasa. "Hey, nitaongea kwa mara ya mwisho, naomba mnipishe nipite. Kuna mke wangu ndani." Sasa kuna bodyguard mmoja kwa kujiamini akasema, "Hivi wewe unajiona nani mpaka tukupishe?" Sasa baada ya huyo bodyguard kujibu hivyo, Hamza pale pale kwa speed alisogea akitaka kupita kinguvu. Ila wale mabodyguard walimshika mabega na kutaka kumrushia nje, lakini kabla hata hajafanya walichokusudia, Hamza alimpa shambulizi la kushtukiza bodyguard mmoja na kumfanya dondoke kama furushi. Yule mwingine Samara baada ya kuona mwenzake namna alivyoshambuliwa, alishangaa na pale pale alijipanga. Akasema kwamba, unaonekana kuwa na uwezo." Aliongea sasa akiona kweli Hamza ana uwezo, maana hakuwa na nguvu zote za nishati za mbingu na ardhi. Sasa bodyguard pale pale aliweka staili ya ajabu sasa akitumia nishati za mbingu na ardhi kutaka kumshambulia. Lakini Hamza alipangua shambulizi lake na kisha akamsukumizia ngumi moja ya kifua yule bodyguard na kumfanya na yeye sasa kudondoka chini kama kifurushi, maana ni kama sasa amegongwa na gari. Dakika ambayo sasa Hamza aliona amesha wa dhibiti au mabouncer na kutaka kuingia, ndio muda ambao sasa Reggie alitoka.
Hamza, unafanya nini hapa? Aliuliza Reji kwa kufoka sasa akiangalia bodyguard waliokuwa chini wakiugulia maumivu, na alijikuta akipandwa na hasira kiasi kwamba sura yake ilianza kufubaa. Sasa Reji alikasirika baada ya kuona ni kama Hamza alikuwa ameenda mbali sana. Aliona hata kama alikuwa akimtafuta hakupaswa kutumia nguvu kutaka kuingia ndani ya mgawa huo. Hamza mara baada ya kumuona mwanamke huyo alivyokuwa amesimama kando ya Fabian, alijikuta akishikwa na hasira moyoni. Yaani wewe, hivi unawezaje kutoka out na mwanamume mwingine bila mimi kujua? Alafu unauliza kwamba mimi nafanyaje? Unaongea upuzi gani wewe? Kwamba nimekosea? Kula chakula cha usiku katika mgawa kama huu inamaanisha nini kama Sudeti? Mimi nimekuja ni tu kwa ajili ya kula chakula na Senior. Hivi kwa nini unafikiria vitu ambavyo havipo? Aliuliza Regina huku sasa akitingishika mwili. Hamza alikuwa na hasira ndani yake. Kadri alivyokuwa akifikiria ndivyo hasira ilivyozidi kumpanda. Mara Senior, mara siji mkaka. Inamaanisha ulivyokuwa unasoma yeye ndiye pekee aliyekutangulia unayemfahamu, mawazo yako ni mbaya tu, unafikiria tofauti bwana. Aliongea Regina huku macho yake mazuri yakichanua, na alimwangalia Hamza moja kwa moja bila kupepesa. Sasa upande wa Fabian, mara baada ya kuona hivyo, licha ya kushangazwa na uwezo wa Hamza kuwadhibiti mabodyguard wake wawili, ugomvi wa Hamza na Regina ulimfurahisha ndani kwa ndani. Wahenga wanasema hasira ya mkizi, furaha ya mvuvi. Hicho ndicho kilichomfurahisha kadri walivyoendelea kugombana. Akiona nafasi ya kumpata Regina ongezeka. Sasa Fabian akasema, bwana Hamza, usitufikirie vibaya. Tulikuja hapa kwa nia kuonana na wenzetu wawili, lakini walipata dharura hivyo hawakufika. Na ikawa imetokea tumebakia sisi tu. Wewe kamwambia mtoto darasa la 3 anaweza kukuelewa, lakini sio mimi. Hamza, kama uniamini, unaonaje ukiungana na sisi kula pamoja? Mimi sijali bwana, maana zipo nafasi 2 tayari ziko wazi. Anaongea Fabian kwa ungwana. Hamza kutaka kuendelea kusikiliza maneno ya Fabian. Pale pale alimsogelea Regina na kumshika mkono. Twende nyumbani, anaongea Hamza, lakini Reji alianza kuleta ukinzani akitaka kujitoa kwa hasira. Niache bwana, mimi sondoki, nimekuja kula na nitaondoka nikimaliza. Hivi kwa nini unataka kuniondoa hapa kama mhalifu ikiwa mimi sina kosa? Huna kosa? Unasema kwamba una kosa, lakini umeamua kutoka out na mwanamume kisirisiri, si ndio? Alafu unasema kwamba una kosa. Anaongea Hamza huku akimkodolea Regina macho kwa hasira. Reji alishangazwa na kauli hiyo. Baada ya kusikia hivyo, alishindwa kufanya chochote kwa sekunde 6, na pale pale machozi yakaanza kumtoka na alimchapa Hamza kibao kwa mkono wake wa kulia. Sauti ya kibao iliweza kusikika baada ya Hamza kupigwa kibao cha nguvu. Alikuwa na uwezo wa kukwepa, lakini aliacha kimfikie. Ndio mwanzo kushikwa na hatia kwa sababu anachosema, si ndio? Wakati nilivyokuwa hospitali siku ile, mlikuwa mkiongea kwa kukumbushana mambo yenu kwa furaha kubwa sana mpaka mkaniita mjinga, si ndio? Hamza, wewe sio binadamu, anaongea Regina huku aking'ata meno yake kwa hasira. Hamza, aisee, kumfanyia hivi mke wako sio jambo zuri kabisa. Umeenda mbali. Japokuwa mimi ni rafiki tu kwa Regina, lakini matumaini yangu ni kuona anaishi maisha ya furaha. Ila kwa hiki kinachoendelea nashindwa kukubaliana nacho. Kwa hiyo unapanga kufanya nini? Au unataka sasa kujichukulia point kwa kuwa sasa ni kwa kuwa shujaa kumwokoa mrembo, si ndio? Anaongea Hamza huku akimwangalia Fabian kwa macho makali. Hali ile ilimfanya Regina kuanza kukosa uvumilivu. Usiniondoe wasiwasi. Hili ni swala la mimi na yeye, unapaswa kuondoka. Hapana Regina, japokuwa sijawahi kukiri, niseme tu siku zote umeishi moyoni mwangu. Mimi siwezi kuvumilia kuona unafanywa hivi. Anaongea Fabian huku sasa akimsogelea Hamza bila kumwogopa. Hamza kwanza alianza kucheka. Nini? Kwamba ijapokuwa sijawahi kukiri, niseme tu siku zote umeishi moyoni mwangu, siwezi kuvumilia kuona unafanywa hivi. Hamza pale pale macho yake yakaanza kubadilika taratibu. Sasa Reji akasema kwamba Senior, naomba usiongee kitu kingine. Reji aliongea hivyo akiogopa Fabian anaweza kusema kitu ambacho kitamfanya Hamza amgeuze kutoka binadamu kuwa panyabuku. Ingawa alikuwa na maumivu aliyoyaficha, akili yake ilikuwa ikifanya kazi vizuri tu. Alihisi kuwa ikitokea vita kati ya Fabian na Hamza, basi Fabian angeweza kupata matatizo makubwa vibaya mno. Mara baada ya kuona Reji anaingilia, Fabian alidhani kuwa Regina anahofia kwamba yeye akiwa mwanajeshi anaweza kumdhuru Hamza. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Reji aliogopa Fabian angepigwa vibaya mno na kuachwa nusu mfu. Unaongea ujinga.
kwa mtu ambaye mbele yake. Kwanza Reji aliona kwanza asingeweza kuelezea hivyo, kwani kumwambia Fabi ingekuwa kama kuchochea moto. Afu kingine hakujua sana kuhusu wanajeshi wenye mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, hivyo hakujua daraja gani la uwezo alilonalo Fabi, lakini hisia zake zilimwambia Hamza yupo juu zaidi. Aisee, kuongea na mke wangu hivi nadhani mimi nakuwa mkorofi, Kabla tujaenda mbali, unataka nifanye nini labda? Ni rahisi sana. Mimi nachotaka tu ni wewe kumwomba Regina msamaha na ukubali umemkosea. Kuhusu mimi, hata kama unifikirie vibaya mimi sijali. Fabi, usongee tena. Naomba uachane na hili swala kabisa. Regina, mimi kwangu mimi sijali kama mimi nasingiziwa, lakini mimi siwezi kuvumilia kukuona unateseka. Hapana Sinia, huelewa ninachomaanisha. Nadhani ufahamu kabisa ninachoelezea hapa au ninachomaanisha. Regina hakujua hata amueleze vipi. Alikuwa katika hali ya wasiwasi kiasi kwamba uso ulijikunja. Kwa hiyo kama nisipoomba msamaha utafanya nini sasa? Anaongea Hamza akiwa hana chembe chembe ya utani kabisa. Hamza, mimi nikufikiria kama mwanamume ambaye unajua kuwajibika kwa matendo yako. Afistoshe kama daktari unapaswa kuwa mfano. Lakini mimi sikutarajia tu kwamba utakuwa ni mtu ambaye hutumia akili likija swala la mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke. Usipomwomba Regina msamaha, mimi sitojizuia kutumia mbinu mbadala ya kukufanya usiwe msumbufu kwake baadaye. Mbinu mbadala. Nataka kuona hizo mbinu mbadala. Anaongea Hamza, na baada ya kauli hiyo, kwa sababu hakutaka kumkosea heshima Regina kwa kuleta ugomvi, alimshika mkono Reji akimpa ishara aondoke. Hamza, unafanya nini? Mniache bwana. Regina hakutaka kushikwa kama hivyo na alijitahidi kuondoa mkono wake, lakini Hamza kujali na aliendelea kutembea akiwa amevimba. Asa Fabian mara baada ya kuona Reji anaondolewa mbele yake kinguvu, pale pale ukali ulimuingia na alimsogelea Hamza na kutaka kumshika bega. Lakini sasa baada ya Fabian kupeleka mkono akiamini itakuwa kazi rahisi kumshika bega Hamza, ilishindikana. Kwani mkono wake ulipita hewani. Ijapokuwa aliona kuna kitu kipo sawa, lakini bado alijitutumua na kusogea kumzuia Hamza kwa mbele, akisema ya kwamba mwache Regina. Aliongea na kumfanya Hamza kuinua macho yake na kumwangalia Fabi na tabasamu lisilokuwa la kawaida lililosababisha pressure ajabu. Fabian mara baada ya kukutanisha macho yake na Hamza alijikuta kisi uoga mpaka kwenye mifupa na nywele zake zilisimama kama vile amekutana na jini. Fabian ni nani kumwambia Hamza mwache mke wake? Kwanza alianza kujiuliza ni msisimko wa aina gani anaohisi? Ni muonekano gani huo Hamza anaonyesha? Maana ni kama jini lililokuwa limelala kwa muda mrefu na sasa limeamka. Unataka kufa? Japokuwa sauti ya swali hilo ni kama kitisho, lakini vile vile ilikuwa ni kama sentence tu kwa Fabian. Afistoshe, alikuwa ni mwanajeshi ambaye ana mafunzo ya kikomando, lakini pia ni mwanafunzi wa mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi kutokea kambi ya nyoka. Na kama mwanajeshi wa kiwango chake, uoga hudumu kwa sekunde kadhaa na kinachofuatia ni ujasiri. Hivyo alitunisha kifua pale pale. Msikilizaji, sheria za hawa wanajeshi wa kikomando ambao wana mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Sheria zao ni kwamba iwe umesomea mafunzo hayo China, Cuba au Brazil au kuwa tu raia wa taifa gani, popote pale ulipo unapopambana unawakilisha kambi uliojifunzia kabla ya taifa lako. Sasa akasema kwamba mtu ambaye anapaswa kuuliza hili swali ni wewe Dr. Hamza, au unataka kupigana mimi? Sasa baada ya kuongea vile, ili kumuonyesha Hamza yupo tayari kwa lolote, alipeleka mkono wake kiunoni na alichomoa kitu cha chuma rangi kama ya silver hivi kilichokaa kama muundo wa nyoka. Na mara baada ya kutumia nguvu za mbingu na ardhi kuingiza nishati katika kile kifaa, ajabu kifaa kile kibadilika umbo lake na kuwa upanga mrefu, tena upanga ambao unang'aa. Sasa kwa mbwembwe kabisa, Fabian alianza kuchezesha ule upanga katika vidole vyake kwa sekunde kadhaa. Kisha alisimama kwa mkao wa kujivunia na kunyanyua ile silaha na kumnyoshia Hamza. Akamwambia onyo kwa mara ya mwisho, mwachie Regina mkono. Huyo sio kifaa chako, anao haki ya kufanya mamzi. Aliongea Fabi kiafande kabisa. Reji akasema Sinia, naomba uweke silaha yako chini, usifanye hivyo. Fabi akasema Regina, hili ni swala baina ya mwanamume na mwanaume, hupaswi kuingilia. Aliongea Fabi na kufanya Regina kukosa namna ya kuwa na muonekano wa mwanakautaka, lakini bado aliomba bale simkute. Unajua Hamza aliangalia silaha hiyo iliyotemwa na nyoka bila wasiwasi wowote, na kimya alimwachia Regina. Fabian mara baada ya kuona alichofanya Hamza,
Pale pale macho yake alichanua kwa kudhania pengine Hamza anamwogopa. Nadhani hapa mwenye makosa msikilizaji ni Fabi. Unaanzaje kumpangia mtu cha kufanya kwa mke wake? Unaanzaje kumzuia mtu asifanye jambo lolote kwa mke wake ikiwa yeye ni mwanaume na ni kichwa cha familia? Swala la kutoka tena usiku kwenda sehemu fulani ilihitaji taarifa ama ruhusa kutoka kwa mwanaume. Kwa hiyo hapa Fabi anajitafutia matatizo. Hata Reji mwenyewe alishangaa baada ya kuona ni kama Hamza ameamua kukubali yaishe. Lakini sekunde iliyofuata ilimfanya Reji kutoa kelele wa hamaki. Hamza alifyatuka kwa spidi na kwa kutumia mwili wake aliuvaa ule upanga ulionyoshewa kwake kama vile anataka kutobolewa na ncha yake. Spidi yake ilikuwa ni kubwa mno na hata Fabi mwenyewe alikuwa hajajiandaa kabisa kwa tukio hilo. Muda ambao aliona nini Hamza anataka kufanya, silaha yake eneo la ncha ya mbele ilishauchoma mwili wa Hamza tayari. Mwanzoni alidhania silaha yake itamchoma kirahisi sana Hamza kwa kutoboa na kupita. Lakini kilichotokea kilimfanya uso wake kugeuka. Tena ukageuka kabisa, yani kuwa wa kijani kabisa kwa mshangao. Dakika ambayo upanga wake ule wa mtemo wa nyoka ulivogusana na mwili wa Hamza, ulikatika kama vile ulikuwa umetengenezwa na barafu na ukatika vipande vilivyofyatuka. Kimoja kilifyatuka na kumpitia Fabi kwenye shavu na kumchana. Akapata kidonda kilichoanza kutoa damu. Hasa muda huo wakati Fabi akiwa kwenye mshtuko, Hamza alimpiga Fabian ngumi nzito ya kifua na kumfanya afyatuke kama punching bag na kudondoka chini. Afande Fabi alishia kutema damu tu hewani baada ya kifua chake kubomolewa ipasavyo. Asema bodyguard wakaita bosi. Wala bodyguard wawili walijikuta wakipiga kelele kwa mshangao mkubwa. Na mara baada ya kupiga kelele hizo walimkimbilia alipodondokea Fabian. Watu wote waliokuwa wakishuhudia tukio hilo walipigwa na butwaa. Regina macho yake alimtoka, akifunika mdomo wake kwa mikono kama mtu anayezuia kulia kwa sauti. Ingawa mwanamke huyo alijua Hamza na uwezo, hakudhani uwezo huo ulikuwa mkubwa kiasi cha kumpiga ngumi moja tu Fabian na kumfanya afyatuke kama mpira. Hamza alipiga hatua na kusimama mbele ya Fabi, akimwangalia bila hisia na huruma. Alikuwa pia amekatwa ubavuni, lakini hakutokwa na damu kabisa. Ijapokuwa Fabian aliyesaidiwa kusimama alikuwa na damu zilizokauka usoni kutokana na nishati za mbingu na ardhi. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kama vile Hamza alikuwa zimu la kutisha. Sasa kwa uoga mkubwa akauliza, wewe ni nani hasa? Alikuwa na miaka 30 tangu alipoanza kuiona dunia. Na akiwa jeshini alikutana na wataalamu wengi wa mapigano, lakini hakuwahi kuona mtu mwenye uwezo wa ajabu kama Hamza. Kwamba mimi nani? Huna hadhi ya kunifahamu. Yaani hustahili kabisa kunijua. Si ulitaka kujionyesha mwamba mbele ya mke wangu? Uduvi mlaini kama wewe unapata wapi ujasiri wa kujingamba mbele yangu? Fabian alijawa na hali ya kudhalilika, tena akitema damu nyingine chini. Basi Hamza alimpiga teke la nguvu katikati ya mapaja. Na kwa maumivu aliyopata, jicho lilihisi kutaka kutoka. Wazo la kwaheri wanaume halikubadilika kabisa katika akili yake licha kukosa cha kufanya. Dakika chache zilizopita alikuwa akijikubali na wanaume wake, lakini sasa alikuwa amegeuzwa kuwa joka la kibisa. Mabodyguard wa Fabian walikosa la kufanya. Kwa kuogopa kushambuliwa na Hamza, walimwachia Fabian, wakirahisisha kazi ya kumshambulia eneo nyeti. Regina alitamani kulia. Kwa ufupi, Fabi alipigwa kwenye kiwanda. Kwa hiyo Regina alitamani kulia, lakini machozi hayakutoka kwa kumuonea huruma Fabi. Kiwanda kimefungwa na serikali ya Hamza. Alishia kumkimbilia Hamza na kumshika mkono asiendelee kumpiga. Akasema, Hamza, naomba usiendelee tafadhali. Ukiendelea hivi itasababisha matatizo. Kuona endelea kumtetea kaka yako mzuri, si ndio? Ashakuwa hivi tayari. Kuna tofauti gani sasa na kumuona au na kumwacha? Hamza, ukiwa mtu leo hii mimi na wewe basi. Aliongea huko akingata meno yake kwa hasira. Na kauli ile ilimuingia Hamza vyema. Basi sawa, nitamwacha endelee kuishi. Isitoshe si mbaya akiwa toashi. Nini? Regina alimaka. Alipeleka macho yake kwa Fabian aliyekuwa amepoteza fahamu kwa maumivu. Hakutegemea Hamza angeenda mbali kiasi hicho kumvunja mwenzake mshipa. Alifumba macho yake na kuvuta pumzi nyingi. Kisha akamwangalia Hamza kwa macho ya kukaripia.
Akageukia wale mabodyguard. Akasema haraka mchukueni mwaisheni hospitali. Kauli hiyo sasa iliwafanya wale mabodyguard kurudi kwenye akili zao, wakimbeba bosi wao na kumuingiza kwenye gari ili kumwaisha hospitalini. Reggie alimtazama Hamza kwa sekunde kadhaa kabla kugeuka na kuelekea kwenye gari lake. Sasa Hamza kusema neno. Kimya alimfuata na kwenda kusimama upande wa mlango wa dereva. Na alienda upande huo akimzuia. Naomba nipishe, sitaki kuona tena Hamza, naomba nipishe. Sio sahihi. Ni wajibu wangu kumrudisha mke wangu nyumbani. Hamza, umezidi sasa Hamza. Yaani kwamba mimi naonekana mkatili, si ndio? Hivi unataka nijifanye mnafiki kupoteza kile alichojaribu kunifanyia yule mpuzi? Unataka nijifanye kupotezea? Umekosa mtu mwingine wa kula naye. Unafanya nini hapa mkiwa wawili tu? Halafu wewe mke wa mtu. Nishakueleza tayari. Na sitaki kurudia ili uelewe. Kama unataka kunizuia nitachukua taksi unajua Hamza. Aliongea Regina huku sasa akielekea upande wa barabarani akiwa na mkoba wake. Hasa Hamza kutaka kuona akiondoka kirahisi. Alimsogelea na mara moja akambeba juu na kumweka begani. Sasa Regina akaanza kupiga kelele akasema, Hamza, hivi umekuwa kichaa? Kwa nini unanifanyia hivi? Aliuliza huku sasa kifurukuta, lakini Hamza kujali. Alifungua mlango wa gari upande wa siti ya mbele kwa dereva na kumuingiza, kisha akatoa funguo kwenye mkoba wake kwa sababu sasa hakutaka Regina kushuka tena. Haraka sana alitoa gari hiyo eneo hilo kwa kasi sana. Huku gari hiyo kikoroma utafikiri simba. Sasa japokuwa kulikuwa kuna magari kadhaa nyakati hizo za usiku katikati ya jiji, Hamza kujali. Alitumia kila upenyo aliouona mbele yake kuchepuka. Gari ilipoanza kupiga kasi ya kilomita 300 kwa saa, Reggie alifumba macho na machozi yakaanza kumtiririka kama mfereji. Baada ya dakika chache, gari ilipunguza mwendo ilipokuwa ikiingia mtaa wa Egret Kigamboni. Sasa baada ya kusimama, Hamza aliegamia kiti cha gari akimwangalia Reggie. Kwa jinsi sura ya Regina ilivyokuwa ya kirembo na ya kitoto kwa wakati mmoja, alionekana kutia huruma sana. Machozi alikuwa ameacha alama kwenye mashavu yake. Hili swala kuanzia sasa limeisha. Sitakusumbua tena. Hujakula chochote, kwa ni vizuri uingie ndani upate chakula na upumzike. Aliongea Hamza baada ya hasira zake kupungua. Reggie alimwangalia kwa macho ya kejeli. Hivi kwa nini hata mshipa aibu unakosa kwa yale ambayo unayofanya kila siku? Na tena na yale ambayo unanituhumu. Kwa nini lakini? Unamaanisha nini? Kwamba mimi kuonekana na Fabian inamaanisha na mahusiano naye? Au kwa sababu nimeolewa? Kwamba sitakiwa hata kusalimiana na mtu wa jinsia tofauti ninayemfahamu? Inategemea na huyo unayesalimiana naye ana nia gani. Kwa IQ yako ya 180, hata kama IQ yako ni ndogo, inamaanisha hujui Fabian alikuwa akipanga nini? Siku zote kosa langu dogo naligeuza kuwa kubwa. Ila makosa yako ni lazima nivumilie bila kusema lolote, sivyo? Hamza aliposikia hayo alifikiria kuhusu Eliza, alifikiria kuhusu Yones, alifikiria kuhusu Ana, alifikiria kuhusu Yulia. Oya, hawa wote wanne tayari Hamza ashapiga muhuri kwenye karatasi zao. Kama ni mwichi ushatwangwa kwenye kinu. Kwa alijihisi kuwa na hatia. Yaani hao wote wanne kashawapitia ila yeye bado. Baada ya kuhisi hivyo moyo wake ulainika. Sawa, tuache lilipite. Najua na mimi na madhaifu yangu, na kama nilivyosema mwanzo, sitaficha kwako. Una uhakika huna unachonificha? Regina aliuliza, akimwangalia Hamza kwa macho yenye kuonekana kama mtu anejua kitu. Hamza alijikuta kishiwa nguvu na ghafla swala la Yulia likamjia kichwani. Kwenye macho ya Regina kulikuwa kuna hali ya kukatishwa sana tamaa. Mwanamke huyo alitoa simu yake na kisha aliingia upande wa WhatsApp na kugusa faili ya rekodi ya sauti. Hamza ambaye alikuwa na hali ya hatia kwa sekunde chache zilizopita alijikuta akinywea ghafla kama amegandishwa kwenye friji mara baada ya kusikia sauti hiyo. Ilikuwa ikihusu nini? Ilikuwa ni voice record ya mazungumzo ya Herbert pamoja na Hamza. Sasa Herbert alisema kwamba bro Hamza, kama sikosei utakuwa tayari na mke, si ndio? Hamza akajibu, upo sahihi, naona ushafanya utafiti wako kabisa na kujua kila kitu kuhusu mimi. Alafu kwa nini unauliza ile hali majibu nayo? Herbert akajibu, mkeo ni Regina, miliki na afisa mtendaji mkuu wa makampuni ya Dosam, lakini pia ni mwanamke anayesifika kwa kuwa na urembo wa ajabu. Kwa hiki unachofanya hawezi kupatwa na wivu. Hamza akajibu, mke wangu ni muungwana sana na anaamini mimi kama mwanaume kuwa na wanawake angalau watatu sio tatizo. Yuri akajibu, nimemjua Hamza kwa muda sasa na ni mtu aliyenisaidia, na kutokana na hilo nipo tayari kumpa chochote. Hata kama Regina atafahamu kuhusu uhusiano wetu, mimi sidhani kama anaweza kufanya chochote.
Sauti ya Hamza ikasikika akicheka, akasema kwamba kwanza kabisa mke wangu ni mtu muungwana sana, na kingine anajua na michepuko mingine tofauti na Yulia. Kifupi ni muelewa mno. Sasa hivyo ndivyo voice record ilivyosikika na kumalizika kwa namna hiyo. Hamza alijikuta akibungana kujiuliza hivyo sio namna walivyoongea mara ya kwanza na kutana Herbert kisiwani kule. Hamza alijua kabisa hiyo sauti sio fake. Mazungumzo yao siku ile yalikuwa yakirekodiwa. Nadhani utakuwa kwenye mshangao mkubwa kuona nina hii rekodi ya sauti zenu, aliongea Regina huku akitoa kicheko cha kujikatia tamaa. Ukweli wakati napokea hii rekodi na kusikiliza nimejutia mno sana tu Hamza. Kama ningejua aliomo nisingefungua kabisa, aliongea Regina kwa sauti ya huzuni kuonyesha jinsi gani alikuwa akiumia. Hamza alianza kuhisi kichwa kinamuuma pale pale. Ndio sasa anajua siku ile alikuwa ndani ya mtego wa Herbert. Hakudhania Herbert alikuwa na mpango huo kabla ya kufa kwake. Sasa anajua kwa nini shangazi alimwambia Regina alionekana kutokuwa katika hali nzuri kwa siku kadhaa. Kumbe yote ya kisiwani yashamfikia. Afumba zaidi, Hamza alishamwahidi Regina kwamba hakutokuwa na mahusiano baina yake na Yulia. Regina mke wangu, naomba nisikilize, una haja ya kujielezea, aliongea Regina na pale pale airudisha simu yake kwenye mkoba. Isitoshe ushaongea tayari, wewe ni mwanaume na sina tatizo ukiwa na wanawake angalau watatu. Wewe na Yulia mmejuana kwa muda mrefu sana, ila mimi nimekujua hata nusu mwaka haijatimia. Hamza kadri alipokuwa akisikiliza ndivyo hatia ilivyomtafuna. Aliyoongea siku ile yani nusu tu ndio alikuwa na ukweli, ila mengine yote alikuwa ni utani tu kuchangamsha mazungumzo. Hata hivyo, iwe ni ukweli au uongo, kitendo cha Regina kusikiliza kilikuwa ni kumdhalilisha kwa namna ya juu sana na kumkosea heshima. Ijapokuwa uhusiano wake na Yulia alijiambia ni kwa ajili ya kuingia katika cycle ya familia Wanyika ili kuazima nguvu yao kujilinda, lakini mwisho wa siku ni kisingizio tu. Ukweli alikuwa akimtamani sana Yulia kwa muda mrefu, na kuhusu kumpenda ama kutokumpenda hilo ni swala lingine, lakini mwisho wa siku ni kosa lake yeye kama mwanaume kutokujizuia. Nimefikiria na nimeona watu ndani, Regina mara baada ya kuongea hivyo. Na Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, mwili wake ni kama umemwagiwa maji ya barafu. Kwa wale ambao mlishawahi kuwa katika mahusiano, hii kauli nadhani unaelewa nini kinachofuatia. Unaweza kuwa umekaa zako tu vizuri, unakula chai makande, unakula siji nini, unashangaa message, nimefikiria na nimeona watu ndani. Utaimba haleluya usiku, utaimba haleluya asubuhi, haleluya na hata mchana. Wewe sasa, Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, mwili wake ni kama umemwagiwa maji ya barafu. Yaani ukisikia mwanamke anaongea kauli hiyo, lazima imfanye mwanaume yoyote mapigo yake ya moyo kwenda spidi. Sentence hiyo maana yake ni kwamba hata kama mwanamke alipanga kujitahidi, imeshindikana na amejikatia tamaa. Regi, naomba usiruhusu mawazo yako kwenda mbali. Mimi nakuahidi nitakwambia kila. Hamza kabla hata hajamaliza, Regina alishuka kwenye gari. Hamza haraka alishuka kumwahi na kumshika mkono ili kumbembeleza. Wife, sio hivi tafadhali. Najua nimekosea. Nakiri kukosea, lakini nakuahidi mimi sitaongea maneno ya aina hiyo tena, aliongea Hamza huku akijaribu kumtingisha Regina kwa kumshika mabega, lakini Regi alikuwa ni kama sanamu na kumfanya Hamza asijue ni kwa namna gani ya kulimaliza swala hilo. Wife, nifanye nini basi ili unisamehe? Mimi nipo tayari kupigia magoti mke wangu, aliongea Hamza na pale pale alishuka chini na kupiga goti na mguu mmoja, huku mikono yake ikiwa sasa imeshika miguu ya Regina. Regina mke wangu, mimi sikujua kama itakuwa kama hivi. Herbert aliniwekea mtego tu na niliongea tu ni kama kuchangamsha tu mazungumzo, lakini sio kwamba eti maneno ambayo yametoka moyoni. Hapana mke wangu. Alafu zaidi muda ambao unaongea hivyo, mimi nilikuwa nikiigiza tu kwa boyfriend tu wa Yulia baada ya kuingia deal fulani na mimi. Okay, natosha, songe tena, aliongea Regina akiingilia mazungumzo ya Hamza. Aliongea kivivu sana, yani kama mtu ambaye amechoka. Mimi sina hasira kabisa na wewe. Hivyo simama, afa kupiga magoti. Wife, najua unaongea tu kutania, ila bado hujanisamehe. Mimi usiponisamehe nitaendelea kupiga magoti. Nimefikiria kwa umakini ile swala na nikagundua hujafanya kosa lolote, ndio maana nikajiuliza kuna haja gani sasa mimi kukasirikia.
Hapana, ni kweli nimekosea mke wangu. Mimi nilikuahidi sitokuwa na uhusiano wa namna yote na Yulia. Lakini mwishowe Hamza alishindwa kumalizia kusema, mwishowe kamchapa bakora za kimkakati. Hamza, lakini nikaona wewe ni wewe. Unachokifanya ndio utambulisho wako, ndio tabia yako, na pengine kama usingenioa ungekuwa na kundi la wanawake kuliko uliokuwa nao sasa hivi, au unakosea? Aliongea na Hamza alishia kubungaa tu, asijue kwa nini Regina anaongea hivyo. Najua kila mtu ana namna yake ya kuishi, na wewe ndio namna yako ya kuishi. Unajua sana kudili na wanawake, ndio uhuru wako. Istoshe iwe ni Eliza, Yonis au huyu wa sasa Julia, sio kwamba umewalazimisha kuwa nao. Nifikiri mwanzoni sitojali sana kuhusu tabia yako, lakini niliona nilikuwa nikijipa matumaini hewa, kwa nashindwa kuvumilia. Kadri siku zinavyoenda ndio nazidi kukosa uvumilivu na kujisikia vibaya. Nimekuja kujijua sipo vizuri kama nilivyojiwazia mwanzo. Mara baada ya kuongea hivyo, aliweka nywele zake vizuri na kisha akavuta pumzi nyingi na kuitoa. Naomba usinipigie magoti, maana itakuwa vizuri shangazi akikuona. Kwa sasa sitaongea chochote. Nadhani unakumbuka pia ndoa yetu ni feki. Ijapokuwa kuna kushuka na kupanda tulikopitia pamoja na kujikuta tumejisahau kwa muda. Lakini nadhani ni vyema kuanzia sasa tukirudi upya na kuangalia vipengele vya mkataba. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, ajikuta akichanganyikiwa maskini. Katika moyo wake alishikwa na hali ya kupoteza. Tena kupoteza huko ni kupoteza kitu cha muhimu sana, lakini pia alishikwa na aibu na kumfanya sijue namna ya kuongea kumshawishi na Regi. Aliona asingeweza kusema pia ataachana na michepuko. Istosha pia aliona uhusiano wake na Regina licha ya cheo cha mke na mume kati yao, lakini hawakuwa na mahusiano makubwa sana, lakini hakuwa kisaulika pia. Hivyo Hamza alishia zake tu kusimama baada ya kuona hakuna namna, na kila mmoja akaingia ndani kwa wakati wake. Yaani huko kusema hakuna namna ni kwa sababu Regi yupo kwenye msimamo wake kwamba nadhani wakachange vipengele na yeye na Hamza ni kama basi, yani ni kama hawaendani kabisa. Lakini na Hamza hawezi kukiri kwamba ataacha michepuko, hawezi. Na hii ni kwa sababu mwili wa Hamza ulivyo. Sasa shangazi hakuwa amelala bado, na pia hakuwa ameondoa chakula mezani. Alikuwa ni mtu mzima kuona hakukuwa na maelewano mazuri baina yao na kuthubutu kuuliza. Regina alikula kidogo na ndio aliyekuwa kwanza kuondoka kupandisha juu kupumzika, na kisha Hamza naye akafuatia. Hamza mara baada ya kurudi kwenye chumba chake hakujisumbua hata kuoga wala sijeti usingizi kuanza kutafuta, hapana. Kwanza hata usingizi wenyewe hata hukumjia kabisa. Alikuwa katika hali ya msongo wa mawazo. Sasa upande mwingine katika hospitali ya kijeshi Lugalo, katika chumba cha ICU, Fabian alikuwa ndio kwanza ametolewa kutoka kufanyiwa upasuaji, na baada ya kupewa taarifa ya kusikitisha, ujasiri wote ulimpotea na alijikuta kitoa kilio kama mtoto mdogo. Mwanaume kijana kama yeye na mwanajeshi maarufu na captain wa kikosi cha kupambana na uvamizi kugeuzwa kuwa towashi. Aise! Hisia zake zilikuwa ni zaidi ya kifo. Asa bodyguard kando yake akasema kwamba bosi, timu yako wanajeshi wapo hapa kwa ajili ya kukutembelea. Akasema sawa, waambie waondoke, sitaki kuonana na mtu. Bodyguard akajibu sawa. Bodyguard yule alielewa maagizo na kwenda kuambia makomando wa kitengo cha Maribu kwamba wanatakiwa kuondoka. Basi Fabian akaita Gozi. Aliita Fabian mara baada ya bodyguard kurudi. Bodyguard akasema ndio boss, kuna kitu tunachotaka nikusaidie. Aliongea na pale Fabian, macho yake alijawa na chuki ya kisasi kubwa mno. Akasema nataka kuongea na master. Naam, tutoke huko sasa hospitali turudi huko kwa Hamza. Bwana Hamza hakulala kabisa usiku kucha. Alikuwa akiwaza swala la Regina, na baada ya kuona usingizi umempotea, alichokifanya ni kuanza kufanya meditation. Hamza alikumbuka andiko alilopata kutoka kwa Master Shagan, na aliona inafaa kama atatumia muda huo kupotezea mawazo, na ila anakuja kumaliza kulikuwa kushapambazuka tayari, na alishtuliwa na simu ya Afande Medu. Bosi, kwa nini una hasira sana siku hizi? Ndio umetoka kisiwani jana tu, lakini umekwisha kumpa ukilema mwanajeshi na mwanafunzi pendwa kabisa wa Master Faruku wa kambi ya nyoka. Anaongea Medu kwa upole mno.
yaani kama mtu anayetaka kulia. Hamza alifikiria kwa sekunde na alijua anayelengwa ni Fabian. Na mara baada ya kumkumbuka ajikuta kichukia zaidi. Vipi, kuna watu wamekulalamikia? Sio kulalamikiwa tu bosi. Fabian ni ndugu wa rais mteule Mheshimiwa Abubakar Kasim. Japokuwa kuwepo kwake ama kutokuwepo hakuna athari kubwa kwenye kitengo chetu. Lakini kufanya hivi mheshimiwa atatafasiri ni kama anadharaulika kutolinda ndugu zake. Kama nisingemshawishi mheshimiwa, angekuwa ashatuma watu kwa ajili ya kuomba maelezo ya kilichotokea. Kwa hiyo unapaswa kuelewa mzee Faruk ndio mmoja wa wanajeshi hodari zaidi ndani ya jeshi letu katika mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Japokuwa siku zote anamtambulisha Fabian kama mwanafunzi wake, lakini kiuhalisia ni mtoto wake wa nje ya ndoa. Ndio maana lazima awe na wasiwasi. Faruk na mheshimiwa ni ndugu wa damu, yani ni mtu na kakake. Na tukio la mtoto wake kugeuzwa towashi, licha kusema ni udhaifu wa mwanafunzi wake kushindwa kujilinda, lakini ni lazima atatumia connection kutaka kulipa kisasi. Kama sio kuja mwenyewe kupambana na wewe, sijui, lakini lazima tu atafanya namna ya kuweza kulipa kisasi. Huyo Faruk kama anataka kulipiza kisasi cha mtoto wake, mwambie aje mwenyewe. Mimi sina wasiwasi wa kurahisishia kazi kubadili kiongozi wa kambi ya nyoka kwa kumtanguliza mbele za haki. Bosi, kwani huyu Fabian amekosea nini? Ni mara chache sana kukuona ukasirika namna hii bosi. Huyo mshenzi alitaka kunishika kende. Unadhani ningemfanya nini? Kwa kosa hili ana bahati hajakufa kabisa. Bosi, nimekuelewa. Ngoja basi nitatoa maelezo juu ya kilichotokea. Mara baada ya kukata simu, Hamza aliingia bafuni na kuoga haraka na kisha akavaa mavazi yake na kushuka chini kwa ajili ya kifungua kinywa. Reji alikuwa tayari mezani na alikuwa akipata kifungua kinywa. Mwanamke huyo hakuonyesha kuwa na utofauti kabisa kutokana na kilichotokea jana. Lakini upande wa Hamza, wakati huo ama kawaida huo ulimfanya kuzidi kukosa utulivu kwenye moyo wake. Hiyo yote kutokana na kwamba ni kama gap la kisia kati yao lilikuwa limeongezeka mno. Hamza alikumbuka wakati anakutana kwa mara ya kwanza na Reji, alikuwa na muonekano kama huo ambao siku zote unamfanya kujihisi ni kama yupo kwenye gereza katika kisiwa kisichokuwa na binadamu. Kifupi, Regina airudi katika urejina wake. Wife, naona mapema sana leo, anaongea Hamza akijitahidi sasa kadri ya uwezo wake kumwongelesha. Morning, anaongea Regina bila kumgeukia na kuendelea kuwa busy. Hata shangazi ambaye alikuwa jikoni mara baada ya kusikia salamu hiyo alishakukunja sura tu, lakini akaongea neno. Licha kifungua kinywa kuwa cha kuridhisha matamanio ya mdomo, lakini kwa Hamza ni kama alikuwa kila tope. Regina mara baada ya kumaliza alisimama na kuchukua mkoba wake. Wife, bado sijamaliza, basi nisubiri. Haina haja, nitaendesha gari langu mwenyewe, aliongea na kisha alitoa funguo wa gari ya BMW M8 na kuweka mezani. Kuanzia leo hii ndio itakuwa gari yako. Haina haja kufanya kazi pamoja tena kwa vyote vile. Una mambo mengi ya kufanya, hivyo unahitaji gari. Haina haja ya gari, mimi nitakuendesha tu, nishamaliza. Chukua, na maanisha tunapaswa kutengana kabisa. Hivyo itakuwa rahisi wewe kufanya maamuzi ya kuondoka, aliongea na kisha aligeuka na kuelekea upande wa garage akimwacha Hamza na moyo mtupu. Katika moyo wa Reji, kuendelea kuwa na Hamza aliona ni kama mzigo, na kwa sababu ishafikia hatua hiyo aliona Hamza ndio afanye maamuzi yeye mwenyewe ya kuondoka na sio kumfukuza. Shangazi na sikio lake la umbea alisikia kila kitu, na baada ya kusikia mungurumo wa gari ukitokomea nje, haraka alisogea karibu na Hamza. Hamza, mara nyingi ni kawaida kwa wenza kugombana, kwa hiyo usikate tamaa. Mimi na uhakika tu Reji atakaa sawa ndani ya siku chache. Shangazi, kuelewa moyo wa mtu ni ngumu sana kuliko kuvuna nishati za mbingu na ardhi, aliongea Hamza. Ijapokuwa hakuuliza nini kinaendelea, lakini aliweza kuotea nini chanzo cha ugomvi wao. Swala la Hamza kuendelea kubakia na Reji ni fundo la kifo ambalo alifunga pamoja na bibi yake Regina kabla ya kufariki. Sasa Hamza mara baada ya kuingia ndani ya gari, simu yake iliingia ujumbe, na mara baada ya kusoma aliona umetoka kwa Irene. Baada ya kusoma na kutabasamu kidogo, aliona kuna ujumbe mwingine ambao hakuusoma na umetoka kwa Amiri, na aliufungua na kusoma pale pale. Ujumbe ulisomeka kwamba bro, nasikia umeacha chuo bwana. Kwani usingemalizia tu kabisa? Bado miezi kadhaa imebakia. Alisoma na kufanya Hamza afikirie kidogo, na pale pale alijiongelesha akasema kwamba sikusoma kwa ajili ya kumaliza bali kuongeza maarifa tu. Licha hivyo, Hamza alishangaa kidogo habari hizo kumfikia haraka Amiri.
Maana mara mwisho wakati anaenda chuoni akiambatana na Dina, ilikuwa ni taarifa iliyowafikia uongozi pekee na aliomba iwe siri mpaka chuo kuisha. Hata hivyo hakujali sana kuhusu ujumbe huo na aliweka simu chini akijiambia kwanza ngoja aelekee kazini kuona kama anaweza kupata wazo la kumweka sawa Regina, na angetumia muda huo kujibu ujumbe wa Irene na Amiri rafiki yake. Tena wakati akiwaza hivyo, aliona ingekuwa vizuri kama atakutana na Amiri, maana anaweza kumpatia mbinu. Basi asubuhi Kanali bwana alikuwa na ari kubwa sana kuonana na madam. Ijapokuwa alikuwa na wasiwasi namna ya kumuingia kuhusu swala aliloagizwa na mstaafu Elias, lakini kwa kuamini ukaribu wake na madam kwa muda mrefu lazima tu angefanikiwa, japo aliona haitokuwa rahisi sana. Kwa siku karibia 3 zote alikuwa akijipanga. Madam alikuwa nje ya nchi, ndio maana alitumia muda mwingi sana kukaa chini yeye na Tresha Noah kujipanga namna ya kufanikisha swala hilo. Afu sitoshe, wawili hao pia walikuwa katika kujiuliza imekuwaje madam akaanza kushirikiana na mstaafu Mgweno? Ni jambo gani ambalo limemshawishi mpaka kukubali Mgweno akutana mzee wa taifa, yani MT? Sasa Kanali Dastan akasema ya kwamba unajua MT wakati Mgweno anaingia madarakani ndio alimpa ramani yote Mgweno namna ya kujitegemea na kuongea ushawishi, yani kuongeza ushawishi wake nje na ndani. Aliongea Kanali wakati sasa akijiandaa kutoka. Alikuwa amelala hotelini na mrembo Tresha. Sasa Tresha akasema ya kwamba Dastan, unarudia kauli mara ya 5 mpaka sasa. Mbona una wasiwasi sana? Aliongea Tresha akimwangalia Dastan aliyekuwa akihangaika kufunga tai kwenye kioo. Sasa Dastan akasema unajua mimi najaribu kurudia ili kutengeneza makisio ninayotaka kuthibitisha. Ndio namna ya kurahisisha mazungumzo na kupata ninachotaka. Sasa Tresha akauliza kwamba kwa hiyo unataka kusema nini? Aliuliza na Kanali aligeuka na kwenda kukaa kwenye sofa. Kanali akasema kwamba hebu fikiria huu mchezo wao wa kisiasa kwa umakini, na kuna kitu hapo utakipata. Baada ya mgombea Jongo kufariki na Mheshimiwa Abubakari kusimikwa kama mgombea urais, maana yake Mgweno alipigwa chenga, lakini wahenga wanasema kupigwa chenga si kufungwa bao. Tresha akasema kwangu mimi Jongo namuona kama mpira tu uliopasuka na kuondolewa uwanjani, na Abubakari ni mpira mbadala. Goli ni mlango wa Ikulu. Kitendo cha Abubakari kushinda na kuingia Ikulu sinamaanisha ndio kufungwa bao, yani ndio kufungwa huko kwa bao ama? Anaongea Tresha na kumfanya Kanali kutabasamu. Sasa Kanali akasema sheria ya mchezo ni dakika 90. Sidhani kama Mgweno aliingia uwanjani bila ya kuwa na mbinu nyingine ya kushinda. Unaweza kukubali kufungwa 1 ili ushinde 2. Ndio maana kipindi chote cha uchaguzi Mgweno alitulia na kukuwa na kashikashi upande wa Abubakari kuwa mgombea na hatimaye kuwa rais. Lakini katika kipindi hicho haikumaanisha Mgweno pia alikuwa afanye kitu. Kuanzia swala la kumshawishi madamu wa taifa ili akutane na mzee wa taifa kwa siri na kuendelea nini. Tresha akasema Dastan, hayo yote tumeshajadili, hivi kwa nini bado unarudia? Hebu acha basi kuzunguka na nenda moja kwa moja unachotaka kumaanisha. Anaongea Tresha huku sasa akijifanyisha kuwa na usingizi. Ila upande wa Kanali alionekana kusita kuongea. Akasema kwamba unaonaje kuhusu kifo cha ghafla cha Kanali Herbert Kijazi? Tresha akasema sasa wametoa taarifa amefariki kutokana na ajali wakati wa drill mission huko Kora. Dastan akasema kwamba hivi nadhani kwamba inaweza kuwa rahisi kwa mwanajeshi mwenye nishati za mbingu na ardhi kupata ajali wakati wa mafunzo. Tena Herbert ambaye ni mwanajeshi cheo cha kanali, yule ni ngumu sana yani kushiriki moja kwa moja zaidi tu ya kutoa maagizo. Tresha akasema wewe, mimi kwa ninavyomjua Herbert alivyojaa sifa, ni kweli unachoongea. Ujivuni wake yani usingemfanya kushiriki moja kwa moja. Dastan akasema umenipata sasa. Hebu angalia hizo picha kwanza. Aliongea Kanali huku sasa akiwa na hali tofauti katika macho yake, lakini sasa Tresha hakuona na aligeuka na kumrushia simu akiwa kawaida, na mwanamke huyo sasa aliangalia kwa pupa. Akasema usini Hamza au unamfananisha? Dastan akasema ndio mwenyewe, na picha hiyo imepigwa jana mchana. Unaona hao ni FO wa kitengo cha Maribu na wanatoka kisiwa cha Kole kwenye drill. Msikilizaji, FO ni field officer. Kwa hiyo Tresha akasema kwamba unamaanisha huyu Hamza alikuwa pia kwenye drill pamoja na Herbert. Kama ni hivyo unataka kusema kwamba Hamza ndio kamua Herbert ama? Dastan akasema sina uhakika, lakini uwezekano huu upo. Taarifa za kisiwani zimekuwa nyeti mno, ila na uhakika kuna swala kubwa ambalo limetokea zaidi ya swala la Herbert kufariki. Kulikuwa kuna ulinzi mkubwa mno, na hata uwepo wa Hamza kisiwani naamini ni sehemu ya kuimarisha ulinzi. Kwa hiyo mimi sina uhakika kama Nyakasura alikuwepo.
Tresha akasema, unamaanisha nini kusema hivyo? Dustin akasema, Tresha, unajua ninachomaanisha. Kama tukirudi siku 4 nyuma juu ya ulichofanya. Aliongea Dustin na sauti yake ibadilika ghafla. Tresha akasema, Dustin, mbona hivyo? Dustin akasema, wewe swipe mara 3 uangalie picha kwenye simu yangu. Aliongea na Tresha, alimwangalia kwanza Kanali na kisha alienda mbele akiangalia picha katika simu ya Kanali, na mara baada ya kufikia picha hiyo macho alimtoka, lakini ni kwa sekunde tu, kwani pale pale alifyatuka kama mshale na kumrushia Dustin shuka. Aisee, kipigo kilichoendelea humo ndani. Dustin alisema, wewe malaya, leo unakuua hapa, ulidhani mimi sitojua? Nakuua wewe, leo unakuua. Tunatamani sana kujua ni picha ipi ambayo Tresha ameweza kuiona, na je, Dustin atafanikisha kuweza kumuua Tresha? Ili Tresha, kwa sababu ni kama Tresha mwenyewe baada ya kujua hiyo, baada ya kuona hiyo picha na akaelewa inamaanisha nini, alimtime Dustin ili kuweza kumpiga ama kumuua, lakini Dustin yeye mwenyewe anasema, aisee, hivyo idhani sitojua na kuua. Sasa ni picha ipi? Je, ni Tresha kutoka na viongozi wengine? Kwa sababu Dustin ni kama sasa Dustin na huyu Tresha ni wana mahusiano, umeona, lakini ka Tresha kuna wakati kwa tunakoona kama kanatoka na viongozi Sasa sijajua kama ni hiyo au la, lakini tutafahamu mengi zaidi. Kikubwa ni kuja kuona ya kwamba je, hii couple Regina atalegeza ama la, kwa sababu of course mpaka hapo alipofikia, yani Regina ni basi tu yani, lakini mapenzi ni kama yamekwisha. Sasa je, Hamza atafanya nini kumshawishi mke wake ili aweze kumsamehe na maisha mengine yaendelee? Ila sasa Regi amemtimua kiakili sana, kamwachia gari, kampatia gari na kamwambia aondoke mwenyewe. Yani kwamba mapenzi ndio yameisha hivyo, yani Regi kavunja mahusiano. Sasa maisha atakuaje? Na kama Hamza akiondoka, je, Regi kwa namna moja ama nyingine atahitaji msaada wa Hamza? Kwa sababu na maadui wakishajua Hamza hayupo karibu na Regi, je, Regi ataweza kujilinda yeye kama yeye, ama ndo wakati sahihi wa kuona sasa nafsi ya pili ya Regi kiamka na kuanza kujilinda yeye mwenyewe bila uwepo wa Hamza? Kuna vitu vingi tutaendelea kuifahamu, ikiwa ni pamoja na madamu wa taifa, mzee wa taifa. Hivyo vote tutajua sehemu inayofuatia. Kumbuka mwandaji ni Sasingano, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till I meet again. Bye bye.